Katika mandhari ya kale ya Madina, kupitia kwa nyuso za watu wengi, kulikuwa kama kusikia upepo mwambao usio na mabadiliko. Lakini katikati ya hayo mazingaombwe ya matukio, kulizaliwa mwanadamu aliyejaa imani. Mwanzo wake ulikuwa wadogo thabiti, lakini hatima yake ikawa ya funzo lisilo la kawaida. Huyu ni Julaibib. Julaibib hakuwa kama wengi waliokuwa wakizunguka katika uwanja wa Madina. Sura yake haikuwa ya kuvutia kwa macho, wala ujazo wake wa mwili haukupendeza kifahari kama ulivyotarajiwa na jamii ya wakati huo. Hakutoka katika ukoo wa kifahari, msururu wa watu wenye heshima. Badala yake alikuwa mtu wa kawaida, sauti ndogo, utu wa kawaida. Uso wake ulionekana mithili ya kivuli kinachopindika katikati ya jua na kivuli. Kwa wengi alikuwa ni kama upepo wa bahari usio na mwelekeo. Kwa macho tu ulikuwa unamuona, lakini kwa moyo ulikuwa ni mwangwi wa maana. Lakini dunia si ya watu wa macho tu, ni ya wale wenye imani. Siku moja alipokuwa akitembea mitaani mwa mji wa Madina, mkutano wa namna yake ukamwingia moyoni. Hapo ndipo alipokutana na Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake, si kama mtu anayemuona kwa kawaida, bali kama yule aliyeitwa na mwanga wa haki. Mtume akamzunguka, akamtazama usoni mwake, na macho hayo yaliyotazamwa mara nyingi na jamii yakageukia thamani mpya chini ya imani ya kweli. Julaibib hakuwa na hofu ya mambo ya kawaida tu. Hofu yake kuu ilikuwa ni atapataje msichana atakayeweza kumpenda, atakayemkubali kwa hali yake. Alikuwa akijiuliza, nitampata wapi mwanamke atakayenikubali kwa imani yangu na si kwa mwonekano wangu? Je, nitaweza kukubalika moyoni mwa mtu ambaye ananipenda si kwa macho yangu bali kwa imani yangu? Ilikuwa si hofu ya kawaida, ni hofu ya moyo uliokuwa juu ya dhambi ya ubaguzi unaozunguka kijamii. Mtume alipoona hali ya ndani ya Julaibib, aliacha maneno ya moyo, akazungumza bila ubinafsi. Usiweke thamani ya mtu kwa sura tu, bali kwa imani na moyo ulio wazi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sauti laini, Mtume akamfanya Julaibib kuelewa hakuna kile kinachomfanya mtu kuwa bora isipokuwa imani yake na jinsi anavyoishi kwa moyo safi. Na hapo ndipo hadithi inapoibuka kwa uzito wa ajabu. Simulizi zinasema Mtume alipendekeza Julaibib kuwa mume wa msichana mcha Mungu, si kwa macho ya dunia, bali kwa imani ya kweli. Mke wake alikuwa mwenye tabia njema na moyo uliojaa thamani ya imani. Hakuwahi kwenda nyuma ya mwonekano wa nje. Hakuona uzuri wa dunia kama msingi wa uhusiano, lakini aliona uzuri wa imani na busara. Na ilipofika wakati ambao Mtume aliona ni muda sahihi wa kumfanyia posa Julaibib, Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, akaelekea kwa familia moja ya Ansar. Akagonga hodi kwa heshima, akakaa, kisha akasema kwa utulivu, nataka kumposa binti yenu. Furaha ikawajaa wazazi, wakatazamana kwa bashasha, nyoyo zikidunda kwa matumaini, wakadhani hakika huyu ni Mtume, ndiye anayetaka kumwoa binti yetu. Lakini ghafla maneno yakabadilika kama upepo. Mtume akasema, sio kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya Julaibib. Kimya kizito kikaanguka, uso ukabadilika, furaha ikayeyuka kama barafu chini ya jua la mchana. Wazazi wakasema kwa mshangao, Julaibib, hapana, hapana, hatuwezi. Waliona sura ya Julaibib, wakiona hali ya Julaibib, wakaona jamii itasemaje. Lakini pale nyuma ya pazia la nyumba kulikuwa na moyo mwingine unaosikiliza. Ni yule binti muhusika mwenye imani, mwenye nuru ya yaqini. Akasema kwa sauti yenye utulivu lakini yenye nguvu, ni nani anayeniposa? Wazazi wakamjibu, ni Mtume, lakini si kwa ajili yake, ni kwa ajili ya Julaibib. Binti hakusita, hakuterereka, hakutazama sura wala hadhi ya dunia. Hakumtazama Julaibib mwonekano wake, akasema maneno yaliyoacha historia isimame. Je, mnaukataa uamuzi wa Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake? Ikiwa amenichagulia, basi mimi nimeridhia, kwani yeye anichagulii isipokuwa kilicho na kheri nami. Subhanallah. Hapo ndipo mizani ilibadilika, sio tena mizani ya dunia, bali mizani ya imani. Na binti huyo akawa mfano wa mwanamke aliyeshinda mitazamo ya watu kwa kushikamana na uamuzi wa Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Simulizi hii haikuwa kawaida, haikuwa tu mfumo wa ndoa. Ilikuwa taswira ya jinsi Uislamu unavyofungua mlango wa moyo kwa wale waliokuwa wakifungwa na vizingiti vya dunia. Maisha yao ya ndoa yalikuwa ya amani na heshima, furaha na buraha. Walijenga nyumba ndogo ya imani na kueneza nuru kwa wote waliowazunguka. Kama msimamo wa upepo wa bahari, Julaibib hakuwa mtu kukaa kimya. Alipigana vitani pamoja na wenzake, na mwisho wake umauti ukamkuta akiwa shahidi, akiwa amejishughulisha na moyo wake kwa uaminifu na mshikamano wa kweli. Na kama ilivyo kwa mawimbi ya bahari, ulimwengu ukamzika, lakini hadithi yake haikutoweka katika vumbi la wakati. Badala yake ilikaa mithili ya sauti ya imani, kama haba ya mwanga iliyojaa thamani kuliko almasi ya dunia. Hadithi ya Julaibib si ya sura au ukoo, ni ya imani, ujasiri na thamani ya moyo safi. Ni simulizi inayotufundisha kwamba uzuri wa kweli haujengwi kwa macho ya nje, bali kwa moyo uliofunguliwa na nuru ya Mwenyezi Mungu. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana Maalim Mashi.
Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.